ukikompea jinsi Salah anavyocheza akiwa timu ya taifa na ukimwangalia akiwa Liverpool, kwa sasa hivi Salah unaweza kusema yupo honeymoon, kwa sababu ukitegemea makashikashi aliyopata kipindi yupo chini ya slot Liverpool. Kipindi cha mwisho hapa kulikuwa kuna sintofahamu nyingi zilizomsababisha akae mkeka na nini. Sasa hivi naona anaenjoy anachokifanya, kwa sababu macho yote ya watu wa Egypt wanamwangalia yeye. Wachezaji wote wa Egypt, yeye ndo kama anaonyesha njia ya nini cha kufanya, na siwezi kusema ana form mbaya kuanzia na game ya kwanza mpaka leo, lakini ukimwangalia katika magoli yote waliofunga Misri, kwa namna moja au nyingine Salah amehusika. Either anafunga mwenyewe au ana assist au anakuwa na pre-assist. Kwa hiyo ni mtu ambaye siwezi kusema ana kiwango kibovu kwa timu ya taifa, na sasa hivi anaenjoy zaidi kwa sababu ameacha nyuma yale yaliokuwa yanatokea Liverpool. So na katika game ya Senegali na Egypt, kwa Senegal naiona ambayo inakwenda uwanjani kuprove walichokifanya finali walipokutana na Egypt. Na Egypt watakwenda kuhakikisha hawawezi kufungwa mara mbili, kuonyesha wapi tulifanya homework na homework yetu tunaenda kuipresent vipi kwa ajili ya kuondoka na matokeo. Mane ni tofauti kidogo na Salah, kwa sababu Mane anaweza akacheza vizuri, lakini watu wanaoamua game ni wengine. Mane hajakuwa involved na zile goli za Senegal kama alivyokuwa involved Salah kwenye magoli ya Egypt. Unamwangalia mtu kama Nicolas Jackson, ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine analeta influence nzuri pale kwenye attacking. Ukimwangalia Mamouche kwa upande wa Egypt, na yeye kwa namna moja au nyingine game mbili za mwisho ameamka sana, tofauti na game 3 jinsi alivyoanza. Yes. Kwa hiyo ni game ambayo kwanza wote hawakai chini, wote wanakwenda kutafuta, yani ni football ambayo kila mmoja anatafuta matokeo kuliko kusubiri, tofauti na game alocheza Egypt, Mali na Senegal. Mali walikuwa wanasubiri sana kuliko kwenda. Game time, tuonavyo sisi.